Na tuangalie habari ambazo zipo sasa kwenye magazeti haya. Hii habari ya kutamausha. Mzazi tunampeleka mwalimu, mwalimu ni mzazi lakini mwalimu hivi anakuwa mlezi wa mwanafunzi. Sasa kuna mwalimu ambaye amefanya jambo baya. Jambo hili aliwahi kufanya mjomba zamani lakini akaishia jela. Mjomba tena? Mjomba si mjomba. Ulibu alimba kabisa usikuja umeusahau mjomba si mjomba. Sio mwenye mkia wa jamani mjomba. Tulikutana njiani kaniomba mjomba. Mbaya. Watu watamalizia. Mjomba tulikutana njiani kaniomba mjomba. Mjomba na adabu. Sasa mimi nakwambia ndo mambo hayo. Wazalamu wameimba hivi. Nakwambia kabisa wimbo. Hata mtamalizia hapo. Hebu naomba niandikie unayomaliziwaje wimbo mjomba si mjomba. Jamani mjomba. Tulikutana njiani kaniomba mjomba. Message 0755 096159. Hakisha unaenda na vina. Kama unajua kunata na vina usinijibu. So ndio angalia habari ya Nkobike uone jinsi gani huyu mwalimu alivyokuwa baradhuri. Gazeti la leo la nini? Gazeti yako magazeti mawili ambayo yameangazia hii habari. Gazeti ya kwanza ni Habari Leo, gwiji la habari nchini Tanzania, ambalo linasema walimu mbaroni tuhuma za kubaka wanafunzi. Wao habari hiyo wameiweka ukurasa wa 8. Lakini gazeti jingine ambalo limeweka habari hii ni gazeti la Uhuru ambalo linasema walimu mbaroni kwa tuhuma za ubakaji. Wao habari hiyo wameiweka ukurasa wa 5. Sasa mimi acha niende AFM Radio TZ. Wameiweka hii habari. Ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia mwalimu wa shule ya msingi Nyampande wilaya Sengerema kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Nyampande. Mwanafunzi huyo anadaiwa kuwa anadaiwa kuwa nyumbani kwa mwalimu huyo akiangalia mechi ya mpira wakati wa tukio hilo lilipotokea. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, mzee wetu Wilbord Mutafungwa, anasema tukio hilo limetokea tarehe 24 Februari mwaka huu majira ya saa 5 asubuhi nyumbani kwa mwalimu huyo. Mwalimu alifahamika kwa jina la Edwin Matthew Temba mwenye miaka 37. Inadaiwa kuwa wakati wakitazama mpira pamoja, mwalimu huyo alimvamia na kumbaka mwanafunzi huyo. Sasa jeshi la polisi linaendelea. Wakati wanaangalia mpira, mwalimu sijui. Sasa unajua wewe unakosea. Sisi hapa msikilizaji anachosikia ni sauti. Unavyocheka unaonekana mimi kama vile kuna kitu hapa nimekifanya. Unanionekana mimi naonekana msikilizaji ananiona mimi naonekana kama vile mimi ndio niloshindikana. Wakati mimi hapa ndio mstaarabu. Ndio Nkobike. Weka maneno mwalimu. Kweli kabisa inasikitisha. Mzazi ama wazazi tunaamini tukimchukua mtoto kumpeleka shule hatumpeleki tu kwa mwalimu, tunampeleka kwa mzazi na mlezi. Tunatarajia hawa baadhi ya walimu ama walimu wawe ndio walezi wa kwanza, kwa sababu wao wanakaa na muda mwingi sana na hawa watoto. Lakini leo mwalimu unakwenda kufanya vitendo vya ovyo, umekosa busara na hekima, unakwenda kumbaka mtoto. Hebu vaa uhusika wewe mwalimu. Hebu vaa uhusika wewe kwa muda ule, geuka kuwa baba yake ule mtoto. Alafu mwanao ndo amebakwa na mwalimu. Utajisikiaje? Lakini kwa nini unafanya hivyo? Maana yake umekiuka miko wa maadili ya kazi yako. Hebu tumsikize kamanda hapa Mutafungwa akiwa anatuhadithia kuhusiana na tukio hilo. Nkobike kwa pamoja tu tusikie. Alafu tuje tuulize pia asubuhi naangalia mpira. Saa 5 mpira ulikuwa marudio. Marudio au labda ndio ule. Unajua hizi kama kuna nyimbo mbili zinaingia. Zaka mpira ndio huo. Inawezekana nyimbo ya kwanza ile tuimba mjomba au ile ya pili ya Kizanzibari. Na mpira wangu na ucheza kila siku na ubembeleza ukaingia goli. Go. Bwana wewe mwalimu huyu. Msikilizaji kamanda Mutafungwa. Cha 3 shule ya sekondari Nyampande.